Awali ya yote nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwawezesha vizuri na mnaendelea kunawiri na kuhakikisha kwamba mnatutunza vizuri mnapokuwa mnaendesha vyombo vya moto, na sisi tuweze kutekeleza majukumu yetu aliyotupa ili tuweze kuwasaidia Watanzania na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba tunafikisha malengo ambayo yeye anatamani kuyaona katika wananchi. Mimi niwashukuru sana kwa kuwa na moyo wa uvumilivu. Kazi hii naifahamu ni ngumu, lakini hakuna kazi ambayo ni nyepesi. Ugumu wake ni kwamba wakati mwingine mnaendesha hata usiku. Mahali pengine mnakutana ni hatarishi kwenye maisha yenu na mahatarishi pia kwetu sisi. Lakini wakati mwingine hamna mbadala, kwa sababu sijawahi kuona gari na madereva wawili. Kila siku ya Mungu mko kwenye hiyo gari. Tumshukuru sana Mungu kwa kututia afya njema. Wakati mwingine tunaenda mwaka hadi mwaka tukiwa salama, na kuhakikisha kwamba sisi tunaowasaidia na nyie mnaotusaidia tunakuwa salama. Mimi niwaombe uadilifu. Ukiwepo uadilifu, hata chombo kitatunzwa, kwa sababu ile ndio ofisi yako, na kile chombo kikiwa salama kikanakufanya kuwa karibu na bosi wako, kwa sababu tunakuwa tumeipunguzia serikali gharama ya kuwa inanunua vyombo kila wakati, na wakati mwingine vinaharibika bila kuwa na mazingira yasiyokuwa mema. Lakini vile vile nidhamu kazini ni muhimu. Ukiwa unaendesha gari au chombo cha usafiri ukiwa na nidhamu, pamoja kwa watumishi wote kuanzia kwa bosi wako mpaka kule chini, wewe unakuwa ni mtu mwema, kwa sababu hakuna ambaye anakuchukia. Kwa mimi niwaombe tuwe waadilifu na tuheshimiane. La mwisho ni sisi wenyewe kupendana. Kwenye dunia hii tunaishi mara moja. Sasa kama hatuwezi kupendana sisi kwa sisi, hata kule nje hatuwezi kupendwa. Umoja huu mlivyouanzisha ni matamanio yangu kwamba uwe mmoja mkubwa sana, hata kwenye nchi uweze kujulikana kwamba kule mkoa wa Arusha wana umoja ambao una malengo, kwanza unaheshimiana na unatija. Kwa hiyo kwa kufikiria na mlivyosema kwamba mna kitu mnataka kufanya kizuri, mimi niwatie nguvu na niwatie moyo kwamba kidogo kidogo hujaza, mtafika mbali. Sisi Karatu tuko tayari kuwapa ushirikiano. Kwa jina naitwa Juma Okororo, ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Karatu. Leo nimeshiriki katika kikao cha umoja wa maafisa usafirishaji wa serikali mkoa wa Arusha, na kikubwa maafisa usafirishaji mkoa wa Arusha wana umoja wao ambao unajumuisha maafisa usafirishaji wote ambao wanafanya kazi serikalini, na umoja huu ulizinduliwa hapa Karatu, lakini na pia leo wanafanya kikao chao cha mwaka, na mimi nimehudhuria. Katika kuhudhuria kikao hichi niliwasisitiza mambo tu mengi, lakini kubwa kuliko yote ilikuwa tumewasisitiza waweze kujiunga na umoja huu, kwani huu umoja unaonyesha ni unatija kwao, lakini pia kwa kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini na kikundi kwa ujumla. Lakini lingine pia nimewasisitiza pia kutunza vyombo hivi vya usafiri. Tumewasisitiza maafisa usafirishaji hawa kutunza vyombo vyetu ambavyo tumepewa na serikali, basi waendelee kuvitunza na hivi vyombo viweze kutumika kwa muda mrefu, kwani wasipotunza hivi vyombo serikali itaingia gharama kubwa sana katika kuvitengeneza, lakini pia ununuzi wa vyombo hivi ambavyo wamekabidhiwa. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Karatu napenda kuwapongeza sana maafisa usafirishaji wa mkoa wa Arusha kwa kile ambacho wamekiona kuanzisha umoja huu, na sisi pia tunaendelea kuwashika mkono maafisa usafirishaji wa serikalini kwa mkoa wetu wa Arusha kuhakikisha wanakuwa umoja huu unakuwa na yale ambayo wameyakusudia basi yanakwenda kutekelezwa. Chama chetu kinahusiana na maafisa usafirishaji wa serikali, kinasaidiana baina ya watumishi maafisa usafirishaji wa serikali, na pia kina malengo makubwa tu ya umoja huo wa MUSMA, ikiwemo kufungua baadhi ya biashara na kuwasaidia baadhi ya watumishi ambao walikuwa kwenye ajira za mkataba yao imesitishwa, lakini sasa tunataka tuwatafutie njia nyingine ya kujiingizia kipato. Tumeamua kuwa na umoja huu kwa sababu tulikuwa tunapitia changamoto nyingi. Unajua kazi ya udereva 90% ni riski unavyoifanya tu unavyoanza. Kwa hiyo ajali zinatokea muda wote. Kwa hiyo tukaona kwamba
mwenzetu anapopatwa na changamoto inachukua muda sana kumhudumia. Tukaona sasa tuanzishe umoja ambao mwenzetu akipata changamoto tumhudumie kwa wakati.